Katika kijiji cha Othaya, kaunti ya Nyeri, simulizi ya kijana mdogo anayejulikana kama Kaluma Boy imewagusa mamilioni ya Wakenya. Jina lake halisi ni Vincent Kaluma. Kijana huyu amekuwa akihusiana moja kwa moja na mateso ya baba yake aliyeweza kupata kisukari, yani stroke. Hii ilikuwa ni mwanzoni mwa Agosti ya mwaka wa 2024. Hali iliyomweka kwenye koma kwa muda wa miezi mitatu. Baada ya kurejea nyumbani kutoka hospitalini, afya ya mzee huyu haikurejea sawa. Alibaki kitandani akihitaji uangalizi wa karibu kila saa, kuanzia chakula, dawa, mabadiliko ya katheta hadi mazoezi ya mwili ya kuimarisha viungo. Familia yake ilijipata katika mzigo mzito wa kifedha na hata kihisia. Vincent Kaluma, licha ya changamoto hizi zote, hakukimbia wajibu wake. Ninagundua yekuwa ni nguvu zangu, ningeshachoka nisingeweza. Alichukua jukumu la kumtunza baba yake huku akijishughulisha na kazi ndogo ndogo kama uvunaji wa majani ya chai ili kuhakikisha familia inapata kipato cha kujikimu. Katika jitihada zake zote, Kaluma alianza kushiriki video kwenye mitandao ya kijamii kama TikTok. Hii ilikuwa ni mnamo Julai ya mwaka wa 2025. Lengo lake lilikuwa kuonyesha hali halisi ya maisha yao na kusaka ushauri kutoka kwa watu waliopitia changamoto kama hizo. Alijua huenda atapata moyo wa faraja kutoka kwa jamii ya mtandaoni. Hakutarajia kuwa video hizo ndizo zingekuwa daraja la kumfungulia mlango wa msaada mkubwa kutoka kwa Wakenya wenye moyo wa huruma. Mnamo Septemba ya 28 ya mwaka wa 2025, tukio lisilo la kawaida lilishuhudiwa Othaya. Maelfu ya Wakenya kutoka maeneo mbalimbali nchini pamoja na watumiaji wa TikTok walimiminika hadi nyumbani kwa Kaluma Boy. Walifika si kwa sherehe bali kwa upendo wa kibinadamu, upendo wa kumsaidia kijana aliyekuwa amejitolea kumtunza mzazi wake mgonjwa. Walibeba vyakula, bidhaa za nyumbani, vifaa vya matibabu na hata michango ya kifedha. Wengine waliokuwa wakitoka mbali walituma fedha kupitia njia rasmi za kuchangia. Katika tukio hilo, baba yake Kaluma alinyanyuliwa kwa kiti cha magurudumu na kuzungumza kwa mara ya kwanza hadharani tangu kuugua kwake. Hamjambo kwenye wote wangu. Mimi nitakushukuru nyote mliopika hapa. Mungu awabariki. Let us sit with the order, please. Alitoa shukrani kwa umati mkubwa uliokuwa mbele yake na machozi ya hisia yakibubujika miongoni mwa waliokuwepo. Kufikia jioni ya siku hiyo, taarifa ziliripoti kuwa zaidi ya milioni 2 za Kenya zilikuwa tayari zimekusanywa kupitia wachangiaji. Haya, unatupatia gapi kama hujajipanga? Napea 50,000 Kenya. Wapi makofi ya 50,000? Huku fedha hizo zikikusudiwa kugharamia matibabu ya baba yake, ikiwemo dawa na hata physiotherapy, vifaa maalum vya kumsaidia kama kiti cha magurudumu na hata vifaa vya kitabibu, na pia mahitaji ya nyumbani ili kupunguza mzigo wa kifedha wa familia. Wakenya walionyesha mshikamano wa kipekee. Walitoa mfano kwamba pale ambapo serikali au taasisi rasmi haziwezi fanikisha msaada, basi jamii inaweza kushirikiana na kuokoa maisha. Akiwa amezungukwa na umati mkubwa, Kaluma Boy hakuweza kuficha mshangao na furaha yake. Aliwaambia waandishi wa habari. Maneno yake yalipokewa kwa shangwe na vigelegele, yakithibitisha kuwa mshikamano wa kijamii bado upo. Kisa hichi cha Kaluma Boy kinatupatia funzo na somo kuwa, kwanza, upendo wa familia. Yani kijana mdogo alichagua kubaki na mzazi wake badala ya kutafuta urahisi wake binafsi. Pili, nguvu ya mitandao ya kijamii. TikTok iligeuka jukwaa la mshikamano badala ya dhihaka na burudani. Kwa Kaluma ilikuwa ni daraja la msaada. Na ya tatu ni kwamba moyo wa ubinadamu. Tukio la Othaya linaonyesha kuwa Wakenya, licha ya changamoto za kiuchumi, bado wana moyo wa kushirikiana na kusaidiana.
Kaluma Boy sasa si tu jina la kijana wa Othaya, bali ni ishara ya matumaini ya mshikamano wa kitaifa kwa kujitolea kwake kwa kumtunza baba yake na kwa majibu ya Wakenya waliomiminika kumsaidia. Simulizi hii itabaki kumbukumbu ya jinsi jamii ilivyoamua kusimama pamoja na kijana mmoja katika wakati wake wa majaribu. Jina langu ni Captain Omi na mwandishi wa simulizi hii ni Rajab Juma.